Haleluya. Ninao furaha kubwa kukualika kwenye kipindi cha leo tena, na namshukuru Mungu kwa ajili yako kuendelea kufuatilia vipindi vyetu vya mitandao ya kijamii. Mimi ni mwalimu Harry Mkongo wa huduma ya Ugothi Ministry Tanzania. Karibu tujifunze maneno ya Mungu leo kutoka kitabu cha Luka ile sura ya 10 mstari wa 38. Naamini kuna kitu unaweza kukipata hapo kipya. Biblia inasema kitabu cha Luka 10:38. Ikawa katika kuenenda kwao, aliingia katika kijiji kimoja, mwanamke mmoja jina lake Martha, akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu akisikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea akasema, Bwana, huoni vibaya ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Mariamu amelichagua fungu lililo jema, ambalo hataondolewa. Hii ni habari ya Martha na Mariamu, ndugu zake na Lazaro. Tunafahamu sana hiyo habari. Somo letu nasema fanya uchunguzi sahihi wa vipaumbele unapofika mbele za Mungu. Fanya uchunguzi sahihi wa vipaumbele unapofika mbele za Mungu. Nisikilize. Martha alipata bahati ya kutembelewa na Kristo kwenye nyumba yake. Na kama unavyojua, Kristo hakuwa mtu mdogo wakati ule, alikuwa ni mtu mwenye convey watu wengi. Akiwepo Kristo, basi kuna watu wengi sana wanamzunguka. Kwa hiyo kupata ugeni wa mtu kama Kristo kwenye nyumba yako, Yesu Kristo, ni ugeni si mdogo, ni ugeni wa heshima, na watu ni wanakuheshimu. Kwa hiyo tunaona moja kwa moja kwamba mahusiano kati ya Martha na Yesu alikuwa sio mahusiano madogo, alikuwa ni mahusiano makubwa, kiasi kwamba Yesu anaona kwamba ni vyema afike nyumbani kwa Martha kama mtumishi wa Mungu na kama mwana wa Mungu na kama mtu ambaye ni maarufu katika kipindi kile, anakuwa na watu wengi nyuma yake. Akaona ni vyema akae kwa Martha. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba nyumba ya Martha ilikuwa imepata heshima. Kwa hiyo Martha alikuwa na kitu cha kimungu ndani yake. Martha alikuwa na utumishi wa Mungu ndani yake, na ndio maana hakusita Yesu kuacha nyumba zingine zote akaamua kwenda kwa Martha. Kwa kuwa Martha alikuwa ni mtumishi wa Mungu na Yesu alikuwa anafahamiana na familia yake na Martha. Ndio Biblia inasema alikuwa rafiki yake pia na ndugu yake Martha ambaye ni Lazaro. Yesu alipofika pale, Martha akajikuta anampokea Yesu na kuanza na utumishi mwingi wa kuhangaika. Kama unavyojua wanawake na wageni, amefika mgeni, ni mtu mkubwa. Mtu mkubwa na ana convey ya watu wengi wanamfuata msafara. Kwa Martha anahangaika huko na kule, namna ya kuhakikisha kwamba anapata chakula mapema, mgeni anajisikia vizuri, anapumzika, labda anaoga, anafanya nini. Akaanza Martha kuhangaika na utumishi mwingi. Lakini Mariamu ambaye ni umbu lake Martha, yeye alipomuona Yesu amefika, akakaa miguuni pa Yesu. Katika harakati za kuendelea kufanya kazi, ikaonekana kwamba Martha anachoka. Sasa anachoka, kazi ni zinamlemea, kazi ni nyingi. Maana tukumbuke Yesu hakuwa peke yake. Unapotajwa yupo Kristo, ina maana kuna wanafunzi wake wengi wako nyuma yake. Kuna mitume kuna mitume 12 pale, kuna wanafunzi wengi wako pale. Kwa hiyo shughuli za nyumbani za pale ni nyingi sana kuhakikisha kwamba watu wanapata chakula na kila kitu kinakaa vizuri. Lakini Mariam yeye akawa amekaa kwenye miguu ya Yesu, anaongea na Yesu. Wakati Martha anafanya ile kazi, akakwazika kama binadamu, akamfuata kwa Yesu. Yesu, huoni kwamba huyu anatakiwa kunisaidia? Huoni kwamba ni vibaya huyu kukaa miguuni pako? Anatakiwa aje kwanza anisaidie tuhudumie, maana wageni ni wengi, wamejaa nyumbani hapa, tunahitaji tuhudumie. Yesu akamwambia Martha. Biblia inasema akamuita Martha mara 2. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi. Unasumbuka na kufadhaika. Sikiliza. Unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi. Unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi. Mambo mawili Martha alikuwa anamtesa, ambayo ni mambo ambayo yanawatesa watu wengi sana leo wanapokuwa mbele za Mungu. Unapokuwa mbele za Mungu, unasema vitu gani? Unapopata nafasi ya kukutana na uwepo wa Mungu kwenye maombi, unasema kitu gani? Unapopata nafasi ya nguvu za Roho Mtakatifu zimekushukia na unafurikwa, kitu gani kinafurika ndani yako? Maombi yako wewe ya moyo wako ni nini unapokuwa kwenye uwepo wa Mungu? Martha alipokutana na Yesu na katika uwepo wa Yesu, amemtembelea nyumbani kwake Yesu,
Martha alifadhaika na kusumbuka na vitu vingi. Na kwa sababu ya kusumbuka na kufadhaika na vitu vingi, ilijikuta Martha inamtoa kwenye nafasi ya kupata vitu vya kimungu kama ambavyo alikuwa Mariamu. Nasema kitu gani? Mariamu aliamua kukaa kwa Yesu baada ya Yesu amefika kwenye nyumba ya Martha. Akaamua kukaa miguuni, manake wakaanza kufanya dialogue pamoja na Yesu. Wakaanza kuzungumza pamoja na Yesu, na kile kitu Martha kikamkera kuona kwamba Mariamu asingeongea kwanza sahihi na Yesu, angekuja kunisaidia kazi. Kwa hiyo ile hali ikamfanya Martha kukasirika na kumwambia Bwana, mwache huyu anisaidie kazi. Na Bwana akamwambia, wewe unasumbuka na kufadhaika na vitu vingi, lakini Mariamu amechagua fungu chema ambalo hataondolewa. Mariamu hawezi kuondolewa miguuni pangu, hawezi kutoka miguuni pangu, kwa sababu Mariamu amechagua fungu ambalo ni sahihi. Maana yake ni Mariamu ameweka vipaumbele vizuri anapokutana na Kristo. Mariamu ana vipaumbele muhimu anapokutana na uwepo wa Mungu. Mariamu anajua kutumia vipaumbele, anajua kutumia fursa akiiona fursa. Mariamu anajua kukaa na Yesu akimuona Yesu. Mariamu anajua kusema na Yesu kwenye maombi anapokutana na uwepo wa Mungu. Na unajua si mara zote unaweza ukaomba ukakutana na one flow, one direction ya maombi pamoja na mbingu. Maana unaweza ukaomba usipate ile one direction. Unapokutana na one direction ya maombi, Mungu anajibu na unasema, hiyo anointing si ya kupoteza kawaida na si ya kuichezea. Sina kuja mara zote anointing. Mariamu anajua kujiconnect na anointing ya Mungu kiasi kwamba anapomuona Kristo amekaa kwenye laini hawezi kutoka, na anajua kuseti priority zake. Nisikiza kwa makini mtu wa Mungu. Si kwamba Mariamu alikuwa anashindwa kwenda kumsaidia Martha bali ya kuosha vyombo na kuandaa chakula kwa ajili ya wageni. Mariamu swala la kuosha vyombo na kuandaa chakula kwa ajili ya wageni halikuwa priority. Na kwa Yesu jambo la kuandaliwa chakula na Mariamu pamoja na mambo mengine ya kimwili hayakuwa priority. Priority ya Yesu ilikuwa ni mambo ya rohoni. Martha priority yake, vipaumbele vya Martha vilikuwa ni mambo ya mwilini, lakini vipaumbele vya Yesu vilikuwa ni mambo ya rohoni. Kwa hiyo kipaumbele cha Yesu kikaja kikakutana na kipaumbele cha Mariam. Mariam ana shauku ya kutaka kujua mambo ya rohoni, Yesu ana shauku ya kutaka kuachilia mambo ya rohoni. Wakakutana, hizi lisumaku zikanasa pamoja, wakaanza kuzungumza. Kwa maana hiyo hakuna njia inayoendelea pale, hakuna kazi inayoendelea pale zaidi ya kuzungumza ukuu na uwezo wa Mungu. Tofauti na Martha ikawa kake ni tofauti, kwa sababu Martha ana vipaumbele vyake vya mwilini. Kwa hiyo wakati wenzake wako rohoni, yeye Martha yuko mwilini. Na ndio maana akaonekana kupwazika. Na Yesu akamwambia Martha, unafadhaika na kusumbuka na vitu vingi. Sikiliza mtu wa Mungu, watu wengi leo wanapoingia kwenye maombi huwa wanasumbuka na kufadhaika na vitu vingi. Watu wengi leo wanapokutana na mpenyo wa kimaombi wakiwa mbele za Mungu, wanapokutana na one flow direction ya maombi, wanapoona wingu limewafungukia na wanaweza kuongea na Mungu wakasikilizana, watu wengi wanashindwa kuseti priority zao, na matokeo yake wanaseti priority za kimwili, wanaacha kuseti priority za kiroho. Wanasahau kwamba kanuni ya Mungu huwa inaanza kiroho, alafu baadaye inatani kwenye mwili. Asikiza mtu wa Mungu, kanuni ya baraka za kimungu, kanuni ya mafanikio ya kimungu, kanuni ya mtembeo wa kimungu, kanuni ya Mungu kumkuza mtu kwenda hatua nyingine, huwa anaanza kumkuza kwanza rohoni, ndipo baadaye anafuata mwilini. Na ndio maana Yesu alipofika kwenye nyumba ya Martha alitegemea kumkuta Martha amejiandaa kwanza rohoni, alafu then ndio aje mwilini. Ikawa ni tofauti kwa Martha, yeye akataka kuanza kuandaa mwilini. Sijui wenda alikuwa na plani baadaye sasa wakae waanze kuzungumza, lakini Mariamu akagundua kwamba hakuna muda wa baadaye, muda wa kumuona Yesu ni sasa hivi. Mariamu akaamua kukaa pale mapema, akaanza kukaa na Yesu rohoni. Yesu akaanza kumlisha chakula cha kiroho Mariamu wakati Martha anahangaika. Wako watu tunasumbuka katika maisha yetu ya Kikristo ya kimaombi sana. Kwa nini? Kwa sababu tunakuwa ni watu wa kuomba sana lakini hatupati majibu. Unapoomba sana haupati majibu, moja ya jambo la kuchunguza kwenye maombi yako, moja ya jambo la kuchunguza kwenye maisha yako ni vipaumbele vya kimaombi. Unapoomba muda mrefu,
na upati majibu, anza kuchunguza kipaumbele chako cha kimaombi. Anza kuchunguza kipaumbele cha kimaombi. Mungu hutembea na watu ambao vipaumbele vyao vya kimaombi vimebezi kwenye kustawisha roho zao kuliko kustawisha miili yao. Nisikize mtu wa Mungu, hata kama una shida ya kifinance, una shida ya kiuchumi, una shida ya biashara yako, lakini Mungu unapokutana naye huwa anatamani sana kusikia nini ambacho umejipanga katika ulimwengu wa roho. Afu then atafanya katika ulimwengu wa roho ambaye output yake atakuja kuifanya katika ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo mwanzo wetu gani, mtu wa Mungu? Katika ulimwengu wa mwili tunajua kwamba Mungu anajua kwamba sisi tunahitaji. Sikiza mtu wa Mungu, unapomwendea Mungu kwenye maombi, unapokuwa kwenye kufunga na kuomba, jua kabisa kabla hujasema mahitaji mbele za Mungu, Mungu anakuwa ameshayajua mahitaji yako. Mungu anakuwa ameshazijua haja zako. Mungu anakuwa ameshajua nini unahitaji kabla hujaomba, ambacho kinampelekea Mungu kukujibu maombi yako kwa haraka na kukufanya wewe na Mungu kuwa marafiki. Ni vipaumbele, tamaa, desire. Kuna mtu mwingine anaingia kwenye maombi, desire yake, matamanio yake ni kutamani kufanikiwa sana kwenye mwili, ni kutamani apate pesa, ajenge nyumba, apate magari, aolewe, aoe, aishi vizuri, maombi yake, prayer agenda zake ni za kufanikiwa kimwili. Manake ni Martha, anasumbuka na kufadhaika na vitu vingi. Anaona mwisho siku akifanya, akiomba, akiona hakuna penetration, unakuta mtu anafanya mfadhaiko mkubwa, ana depression ya kiroho, amechoka kabisa, ana maumivu ndani ya moyo, amefadhaika. Nini manake? Msukumo wake wa maombi ni msukumo ambao unamsukuma kupelekea vitu vya kimwili, apate vitu vya kimwili. Mtu wa Mungu, nimekuja kukuambia kitu kimoja. Hautakaa kuja kufanikiwa kimwili katika kiwango ambacho Mungu amekikusudia kabla haujafanikiwa kwanza rohoni. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 8, Mungu anasema na wana wa Israeli, anawaambia, sikiliza, mimi ni Mungu ambaye niliwapitisha jangwani, nikawapa mana na kwale wasiojua baba zenu. Viatu vyao havikuchakaa wala nguo zao hazikuchanika. Nimewatembeza jangwani miaka yote hiyo. Nilikuwa nataka niwapime, niwajaribu. Je, mnanipenda? Na kama mkija kufanikiwa, hamtakuja kunisaliti, hamtakuja kunigeuka. Nini? Mungu anapotaka kumbariki mtu huwa anaenda kumwandaa kwanza rohoni, halafu baadaye anakuja anambariki mwilini. Mungu ambariki mtu ambaye hajamwandaa rohoni. Kwa sababu baraka zinaenda kufoka wapi? Kwa sababu moja ya baraka za Mkristo, chumba cha baraka za Mkristo ziko rohoni. Mtu anapofanikiwa rohoni ndipo anatengeneza chumba kwa ajili ya baraka za kimwili. Kwa hiyo Mungu anatembea na mtu rohoni kwanza, akishahakikisha kwamba huyu mtu rohoni amefanikiwa, ana kiwango cha hatua fulani, ndivyo Mungu anamkumbuka kwa baraka za kiwango kile. Alafu anatembea naye tena rohoni kwa maili fulani, akishaona kuna hatua amepiga katika ulimwengu wa roho, ndipo Mungu anakuja na muinua katika ulimwengu wa mwili. Sikiliza, baraka za kiroho na baraka za kimwili lazima ziende sambamba kwa Mkristo, lazima zitembee. Kwa nini? Kadri unapoinuliwa kiroho ndivyo ambavyo unainuliwa kimwili. Ni tofauti kwamba tunainuliwa kimwili ndivyo unainuliwa kiroho. Hapana, haziendi hivyo. Watu wengi wanajisumbua kwa utumishi mwingi wanapokuwa kwenye mbele za Mungu, wanapokuwa kwenye maombi, wanafunga na kuomba siku 3. Watu wengi, angalia vipaumbele vya maombi yao. Ni maombi ya mahitaji, ni maombi ya kuinuliwa, ni maombi ya kuponywa magonjwa. Hakuna, utaona prayer agenda pale ya Mungu, habari ya umisheni, habari ya kuombea kazi ya Mungu, habari ya kuombea huduma, habari ya kuombea wachungaji, habari ya kuombea huduma ya wimbo. Utaona hivyo vipaumbele, hautaona hivyo vipaumbele vya kibinafsi, vipaumbele vya kimwili. Sasa sikiliza, vipaumbele vya kimwili vilimponga Masa alipokuwa mbele za Bwana, alijisumbua kwa utumishi mwingi. Nini? Haina maana ni mbaya, anajisumbua kwa sababu anemsumbukia ni Kristo. Yamkini naomba pesa kwamba Mungu nibariki fedha, niinue. Mungu nataka nijenge kanisa. Mungu nibariki, nataka niinue vyombo vya kanisa. Mungu nibariki, nataka nitegemeze wachungaji. Mungu nibariki, nataka nisaidie yatima na wajane, nataka nifungue compassion. Mungu nibariki, nataka nifungue chuo kwa ajili ya yatima. Ni kweli, ni maombi mazuri kwa ajili ya ufalme wa Mungu, lakini sio kipaumbele. Kipaumbele cha Mungu si mambo ya mwili. Kipaumbele cha Mungu ni mambo ya rohoni kwanza. Kwa hiyo kwenye maombi yako lazima ujilazimishe kuturn your attitude.
mtazamo wako ubadilike. Wakati unataka kupress agenda za kimwili, agenda za kimwili, badilika, geuka kwanza, taka kwanza kuishwa katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana Biblia inasemaje? Biblia inasema kwamba utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Nini maana yake? Mungu anasema kwamba unapokutana katika mazingira ya kiroho, katika mazingira ya kimwili, katika mazingira ya kimadhabahu, cha kwanza kutafuta in the presence of God ni ufalme. Cha kwanza kutafuta katika maisha yako kama Mkristo ni ufalme. Yaani priority ya kwanza unapokutana na Mungu ni kuzungumza naye habari za ufalme. Yaani listen to me my dear. Hata kama una njaa, hata kama umechoka, hauna hela ya kula, ukipata nafasi ya kukutana na Mungu sahihi, Mungu anataka kusikia kwanza habari za ufalme kwenye masikio yake. Anataka kusikia kwanza habari za utumishi, habari za uhishaji roho, habari shauku yako ya kumtafuta. Anajua hauna hela, anajua una njaa, anajua unaumwa, anajua. Lakini unapokutana na Mungu, cha kwanza anachotaka ukisikia Mungu, mpango wako juu yake, kwa habari ya utumishi wako juu yake. Unawaza nini juu ya Mungu kwa habari ya kumtumikia? Unawaza nini juu ya Mungu kwa habari ya kufanya kazi yake? Hicho ndicho Mungu anataka ukisikia cha kwanza, kuliko kusikia magonjwa, kuliko kusikia umaskini, kuliko kusikia taifa, kuliko kusikia anything. Anataka kusikia kwanza kiroho, your spiritual warfare, mazingira yako ya kiroho yanaendaje? Ndio agenda namba moja ambayo Mungu anaitaka. Ndio maana Yesu akamwambia Martha, wewe unajisumbua kwa utumishi mwingi na unafadhaika huko, utafadhaika, mambo mengi yatakuumiza. Lakini Mariamu amechagua fungu ambalo ni sahihi. Yeye amechagua kukua kwanza kiroho, alafu mengine yatafuata baadaye. Hiyo ndio kanuni ya katika ulimwengu wa roho, mtu wa Mungu. Hiyo ndio kanuni. Hiyo ndio kanuni katika ulimwengu wa roho. Usiende mbele za Mungu kwa vipaumbele vyako vya kimwili. Mtu wa Mungu, unapotaka kupata vitu vya kimwili mbele za Mungu, tengeneza agenda za kiroho. Proposal yako inayoenda kwenye madhabahu, proposal yako inaenda kwenye kiti cha enzi, proposal yako isiwe na njaa, proposal yako isiwe ni ya magonjwa, proposal yako isiwe ni ya uhitaji. No, proposal yako iwe ni namna ambavyo unatamani kuuisha mahusiano yako na Mungu. Proposal yako ikifika mbele za Mungu, ambayo inasema natamani kuuisha mahusiano yangu mimi na wewe Mungu, ile proposal ndio mbele za Mungu inapata kibali na kusikilizwa kwa mara ya kwanza. Na kwa kuwa inasikilizwa kwa mara ya kwanza proposal hiyo mbele za Mungu, Mungu anakuwa wa kwanza kufika kwako. Na Mungu akiwa wa kwanza kufika kwako, Mungu akifika kwenye maisha yako, hata kuacha kama ulivyo. Mungu akishafika kwenye maisha yako kuhudumia, Mungu hata kuacha kama ulivyo. Mungu akishakuja kukuponya magonjwa, Mungu hata kuacha kama ulivyo. Mungu akishakuja kukuhudumia katika ulimwengu wa roho, akakujaza nguvu, akakujaza huduma, akakujaza mafuta, akakujaza nguvu, Mungu hata kuacha na njaa, Mungu hata kuacha na umaskini. Nini maana yake? Badilisha kipaumbele cha kimaombi, badilisha kipaumbele unapoenda mbele za Bwana. Unapokutana na Mungu kwenye maombi, badilisha maombi. Usiombe maombi ya uhitaji, omba maombi ya kumuonesha Mungu namna gani unamhitaji yeye, si namna gani unahitaji vitu vyake. Oh my God, si kama naeleweka mtu wa Mungu. Ndio watu wanaomba, hata kama just imagine ni mwanamke sasa anakutana na mwanaume kwa mara ya kwanza toka wafunge ndoa. Unakuta mwanamke anamwambia mwanamke anamuonesha mwanaume namna gani ambavyo anahitaji pesa zake kuliko kumhitaji yeye. Namna gani ambavyo anahitaji magari, anahangaika na magari, anahangaika na mapesa, anahangaika na starehe kuliko kumhitaji. Hapo hakuna ndoa. Mwanaume akishaona huyu mwanamke anifai. Nini maana yake? Hakuna ndoa, kwa sababu anaona huyu mwanamke yuko kwangu kwa sababu anataka tu mahitaji yake yatimie, hayuko kwangu kwa sababu ya upendo. Ndivyo ndivyo kwa Mungu wetu. Mungu anapokuona wewe you are always crying about your mahitaji, about your needs. Unalia 24/7 kuhusiana na mahitaji yako. Unalia maswali kuhusiana na shida zako. Mungu anaona kabisa hakuna mahusiano hapa. Hapa hakuna relationship, hakuna ushirika kati yangu na huyu mtu. Kwa nini? Ushirika wangu na huyu mtu kwa sababu yeye ni mhitaji. Na maana akikoma kuwa mhitaji, hakuna ushirika. Mungu anatamani kuona watu ambao wanamwendea katika roho na kweli. Hata kama wana dhiki ndani ya maisha yao, wana dhiki kwenye mioyo yao, wakati mwingine unapitia maisha magumu, wakati mwingine huna chakula, wakati mwingine unapitia katika msongo na shida mbalimbali, lakini unapokutana na Mungu,
Jambo ambalo Mungu anataka alisikie kwako kwa mara ya kwanza ni namna gani ambavyo una mpango mzuri wa kufanya kazi yake, namna gani ambavyo una mpango mzuri wa kuboresha mahusiano yako na yeye, namna gani ambavyo umejipanga kufanya kazi ya Mungu. Sio namna gani unataka upate hela ujenge nyumba. No, hiyo sio priority mbele za Mungu, sio priority. Na ukizingatia mbele za Mungu, haya maisha ambayo tunayahangaikia kila kitu yatapita. Haya maisha ni maisha ya muda mfupi sana, ambayo na Mungu anaona ni kama vile upepo, ni kujilisha upepo. Na anasema kitabu cha Mhubiri kwamba nikashuka na kuona chini ya jua, yote haya ni ubatili mtupu. Kwa hiyo haya tunayohangaikia kila siku, asubuhi na mchana, kwenda makazini, kubeba magunia, kuumia, kutoka jasho, kufanya nini, zingine watu wanadhulumu. Yaani unaodhulumu wewe, unaodhulumu, unakula rushwa, unafanya nini, yote ambayo unahangaikia ili kupata fedha, ili ujiimarishe, ujenge majumba, uwe na madini, yote unayohangaikia ni ubatili. Ni ubatili, hayana yanapokupeleka. Yaani sikiliza, hakuna ambako yanakupeleka. Hakuna mahali ambako mtu gari itampeleka kokote. Hakuna mahali ambako mtu nyumba nzuri itampeleka kokote. Hata kama ujenge nyumba nzuri ya dhahabu tupu, hakuna mahali nyumba itakupeleka kokote. Hakuna mahali fedha itakupeleka kokote. Hakuna mahali chochote kitakupeleka kokote. Hakuna. Na ndio maana ulikuja ulivyo, utarudi ulivyo. Ulikuja ulivyo, utarudi ulivyo. Hii maana yake haya mambo ambayo Mungu anatupa ya kimwili ni mambo ya kutucomfort, ni mambo ya kufanya tusijisikie vibaya, ni mambo ya kutufanya tusiwe watu wa kufadhaika. Na ndio maana mtu wa Mungu, jiulize watumishi wa Mungu kama kina Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji ni mtumishi wa Mungu ambaye amekaa nyikani. Na Yesu anamsema kwenye kitabu kile cha Mathayo 5:11 na kama sikosei, kwamba ni zaidi ya nabii. Hakuna mtu aliyezaliwa na mwanamke ambaye alikuwa ni nabii mkuu kama Yohana Mbatizaji. Lakini yaone maisha ya Yohana Mbatizaji, ameishia nyikani. Sauti ya mtu anayeko nyikani, tengenezeni njia Bwana, nyikani, kwenye manyika. Nini maana yake? Haya maisha ya kimwili ambayo tunayataka sisi, Mungu ametupa kutucomfort, ni maisha ya muda mfupi sana. Kwa hiyo unapokuwa na agenda hizi, ni very weak agenda mbele za Bwana, ni agenda dhaifu sana mbele za Mungu. Na ndio maana agenda za Mungu tutajirisha kutuinua mbele za Mungu ni dhaifu, wala sio za kupewa mstari wa kwanza kwenye agenda za kimaombi. Mungu anataka agenda zipi kwenye maombi? Mungu anataka agenda za kwamba Mungu, nimedhamiria kutumikia mwaka huu, nipe njia, nionyeshe njia, nina shauku ya kutumikia, nifanye nini mbele zako. Natamani mwaka huu uhusiano wangu uzidi, natamani nivuke viwango vya kimaombi, natamani. Hiyo ndio maombi. Ukiona unaanza kuomba namna hiyo, maana yake unatamani kufanikiwa rohoni. Na ukianza kufanikiwa rohoni, maana yake Mungu hata kuacha kufanikisha katika ulimwengu wa mwili. Hiyo ni kanuni, mtu wa Mungu, chukua, itakusaidia. Anza kwanza kupata shauku ya kufanikiwa mwilini. Acha kujisumbua na utumishi na kufadhaika na utumishi wa mambo mengi. Acha. Unataka vitu vingi kwa Mungu ambavyo havina faida katika kujenga ufalme wa Mungu ndani yako. Anza kupambana na vitu ambavyo vinajenga ufalme wa Mungu ndani yako. Unapopata nafasi ya kupiga magoti kuomba, anza kumwambia Mungu, unahitaji kuwa na mahusiano mazuri na wewe. Nahitaji kuwa na maongezi na wewe. Nahitaji kujuana na wewe, tujuane, tushirikishane, tuzungumze. Mungu akianza kuona unaanza kuwa na shauku ya namna hiyo ndani, Mungu anaanza kukutembelea, mtu wa Mungu. Mungu akikutembelea kwenye maisha yako, hautabaki kama ulivyo. Barikiwa sana, mtu wa Mungu.